Bwana Yesu asifiwe. Leo ni tarehe 27 ya mwezi wa 3, kipindi hewani tupe leo riziki yetu ya kila siku. Mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba. Tunaendelea na tafakari yetu ya maeneo 8 ambayo fedha inajificha. Tuko eneo la 4. Hili eneo ni matatizo au changamoto. Fedha imejificha kwenye matatizo au changamoto. Tayari nimekupa utangulizi wa ile eneo na nimekupa mfano wa Abraham, jinsi alivyopata mali kupitia tatizo la njaa. Tatizo la njaa lililozaa tatizo la uongo na baadaye mahali ya Farao na kuwa tajiri sana. Biblia inavyomtaja Mwanzo 13 mstari wa 2. Leo nataka nikupe mfano wa pili ambao ni mfano wa mafanikio ya Yusufu. Mfano wa mafanikio ya Yusufu. Wote tunajua Yusufu alitupwa na kisha akauzwa. Hiyo ni Mwanzo sura ya 37. Mwanzo sura ya 37, Yusufu alitupwa na ndugu zake na kisha akauzwa. Na baadaye unajua akapata matatizo mengine ya kusingiziwa. Alisingiziwa ya kwamba amebaka mke wa bosi wake na akatupwa gerezani. Hiyo ni Mwanzo sura ya 39. Mwanzo sura ya 39, na kisha kutoka gerezani anakuwa waziri mkuu kwenye utawala wa Farao. Kilichomsukuma Yusufu kufanikiwa haikuwa kingine bali kupitia njia ya matatizo au changamoto. Tatizo kukataliwa na ndugu zake, akatupwa kwenye shimo, baadaye akaenda kwa Potifa, akasingiziwa kubaka, akatupwa gerezani. Kutoka kwenye matatizo haya ya kufungwa, kusingiziwa, kutupwa, anaenda kwa Farao, anakuwa waziri mkuu. Matatizo, changamoto ni sehemu ambako fedha imejificha. Yakija usione tu matatizo au changamoto, angalia utukufu uliojificha nyuma yake. Mstari wa 27 hadi wa 9 sura ya 45, Yusufu mwenyewe anashuhudia. Sura ya 45 kitabu cha Mwanzo. Sura ya 45 kitabu cha Mwanzo mstari wa 7 hadi wa 9, Yusufu mwenyewe anashuhudia hivi: Mungu alinipeleka mbele yenu kuwahifadhia masazo katika nchi na kuwaokoa ninyi kwa wokovu mkuu. Basi si ninyi mlionipeleka huku ila Mungu, anawaambia ndugu zake, naye ameniweka kama baba kwa Farao na bwana katika nyumba yake yote na mtawala katika nchi yote ya Misri. Anasema, fanyeni haraka mwendee baba yangu mkamwambie, hivi ndivyo asemavyo mwanao Yusufu, Mungu ameniweka kuwa bwana katika Misri yote, basi unishukie usikawie. Umeona? Matatizo aliyoyapata yalikuwa njia ya kumleta Yusufu mbele ya Farao na kuwa mkombozi wa Misri na Israeli yote. Na angalia Yusufu anavyoangalia ya matatizo, hasikitiki, hawalaumu ndugu zake ambao walifikiri angewalaumu, walifikiri labda angewatesa, walifikiri angewalipa mabaya. Yeye anawaambia, Mungu ndiye aliyenipeleka mbele yenu. Mungu amenileta kuwahifadhia masazo na kuwaweka hai ninyi. Na anawaambia, sio ninyi mlionipeleka, mlinitesa, lakini sio nyie. Ilikuwa ni njia ya Mungu kunifanya nifike hapa nilipofika. Anasema, Mungu ameniweka kuwa bwana katika nchi ya Misri yote, basi mwambie baba anishukie asikawie. Kwa hiyo Yusufu anaona jambo nalokuambia kwamba matatizo, changamoto ni njia aliyokuwa anapitia kuwa waziri mkuu na kufanikiwa katika ile nchi ya Misri, katika ile nchi ya Misri. Hii ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo hata wewe leo unapopitia changamoto mbalimbali, usione ya kwamba hiyo changamoto tu imebeba shida, imebeba dhiki katika maisha yako. Hapana, angalia mafanikio, fursa ambazo zimefungwa kwenye hayo majaribu, fursa ambazo zimefungwa kwenye hiyo changamoto ambayo unapitia, kwa sababu kwa hakika fursa ziko, kwa hakika changamoto ziko, na unapopita kwenye hizo changamoto, upande wa pili kuna fursa ambazo Mungu ameziachia. Zaburi ya 23 mstari wa 4, Zaburi ya 23 mstari wa 4, Biblia inasema, naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Angalia, Biblia haisemi nijapozama au nijapokwama au nijapokaa au nijapobaki. Hapana, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Na mimi nakushauri pia usiogope kupita. Usiogope kupita kwenye bonde la uvuli wa mauti. Usiogope kupita kwenye changamoto. Wala usione Mungu amekuacha kwenye changamoto. Mungu anataka kukuimarisha katikati ya hizo changamoto, ili utukufu ambao Mungu amekuwekea uweze kudhihirika. Ukiona changamoto, ione ni fursa, ione ni fursa ambayo Mungu amekuandalia kufanikiwa mbele yako. Ayubu sura ya 23 mstari wa 10. Ayubu sura ya 23 mstari wa 10 anasema, lakini yeye aijua njia niendayo, aijua njia niendayo, akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu.
kisha kunijaribu, nitatoka kama dhahabu. Kwa hiyo majaribu kazi yake ni kukupika, kukusuka, kukutengenezea mfumo wa maisha ambao hautateteleka mafanikio yanapokuja, na ndicho Mungu anachotafuta. Angalia fursa nyuma ya matatizo. Kama uioni, muombe Mungu akuonyeshe. Ndio maana tuna Roho Mtakatifu. Hakikisha unaona fursa ambayo imebebwa na changamoto za kwako, za jamii ambazo unapitia huko. Ukiweza kutatua hizo changamoto, ukiweza kustahimili hizo changamoto, umepata mafanikio. Warumi sura ya 5 Warumi sura ya 5 mstari wa 3 hadi wa 5. Napenda sana hii mistari. Nasema, wala si hivyo tu, ila na mfurahi katika dhiki pia. Kwenye matatizo, kwenye changamoto pia ufurahi. Kwa nini? Kwa sababu yamebeba fursa. Mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, kwamba kazi ya changamoto, kazi ya matatizo ni kukujengea uvumilivu, kuleta saburi, uvumilivu. Alafu anasema kazi ya uvumilivu, hiyo saburi, ni uthabiti wa moyo, kuleta tabia ambayo ni imara. Na kazi ya uthabiti wa moyo ni kutumaini, ili uweze kutumaini, na tumaini alitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumimina mioyoni mwenu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Kazi ya matatizo, kazi ya changamoto kulingana na Biblia ni kuleta uvumilivu, na uvumilivu kazi yake ni kujenga tabia ambayo ni thabiti, tabia isiyotetelezeka, tabia isiyoyumba. Kama umepata shida ya kuwa na fedha kidogo, usiangalie tu kwamba hauna fedha. Hiyo fedha kidogo umepewa upate kwenye hiyo dhiki, ili ujengee uthabiti wa moyo, ujengee tabia ambayo haiyumbishwi na kutokukosa fedha au kuwa na fedha. Ufike mahali unasema kama Paulo, ya kwamba umejifunza kuwa na vyote, uwe na vichache, uwe na vingi, uwe kwako ni sawa sawa. Watu wengi sana mafanikio yakija wanapotea haraka kwa sababu yanawapelekesha. Sasa ili usipelekeshwe, ujifunze kupita kwenye changamoto, kwenye matatizo. Kwenye kukosa ndiko unakojifunza kuwa na adabu ya kutunza vitu. Ukikosa, ione ni shule Mungu anakupitisha ya kumanage vitu, ili ukiwa navyo uwe na heshima na adabu ya jinsi ya kuvitumia. Ni jambo la msingi sana. Mfano wa 3 wa mwisho mdogo ambao nitakupa, angalia mfano wa Yakobo alivyogombana na ndugu yake na anakimbia kwa Labani. Labani alikuwa ni mjomba wake, kaka yake, mama yake kabisa. Lakini Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Mwanzo, miaka 20 amekaa kwa Labani, na miaka hii 20 yote kwa Labani mshahara wake umebadilishwa mara 10. Mara 10 anasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 30, 31 na kuendelea. Unaona hii habari. Mshahara wake ulibadilishwa mara 10 ndani ya miaka 20. Nini kinatokea? Huyu ni ndugu yake, anamdhulumu mshahara wake, anabadilisha mshahara wake. Wanyama wanaoharibiwa wanadaiwa mkononi mwake. Anapita kwenye matatizo. Amefanya miaka 7 kwa ajili ya mke, amebadilishiwa mke, akafanya miaka 7 mingine, changamoto na matatizo. Lakini angalia muda ulivyofika, mwisho wa miaka ile 20, tuseme mwaka wa 21, Mungu, Biblia inasema, akamnyang'anya Labani mali yake yote, akampa Yakobo. Mungu akamfanikisha sana. Endurance, kuvumilia changamoto na matatizo unayopitia, kuna kujengea msuri wa kuwa na tabia thabiti, ambayo kwa hiyo Mungu atakuamini kukupa mtaji, mafanikio ya kiuchumi. Usione changamoto unazopitia tu kama mateso, ona kama fursa. Tatua changamoto za jamii yako, zione kama fursa. Wakati wengine wote wanaona matatizo, wewe zione fursa. Tafuta namna ya kutengeneza fedha katikati ya hizo changamoto. Mungu akubariki sana. Tuonane kesho asubuhi kwenye kipindi hiki cha Utupe Leo Riziki Yetu ya Kila Siku.